Nimepokea ugeni kutoka mkoa wa Mbeya ambaye ni ALAT mkoa wa Mbeya wakiongozwa na mstahiki meya wa jiji la Mbeya Mheshimiwa Sana Dor Mohamed. Wamekuja kufanya ziara kwenye jiji letu la Arusha kuja kujifunza mambo mbalimbali ambayo halmashauri yetu imefanya vizuri sana. Wataenda kwenye kituo cha afya cha Kaloleni ambako kuna vifaa tiba vya kisasa sana ambavyo vina hadhi ya kimataifa, na mwisho watapitia uwanja wa Afcon kuangalia ujenzi wa uwanja unavyoendelea. Kwa hiyo kwangu mimi ni faraja kubwa na wakaribisha sana jiji la Arusha, na imani kwamba nitoe rai kwa halmashauri zingine waje wajifunze kwenye jiji letu, kwa sababu tuna mambo mengi ya kutoa kama somo kwenye jiji letu. Na kama ambavyo kituo cha afya Kaloleni kinatoa utalii wa kimatibabu, na mpaka sasa hivi kuanzia Januari wameshakuja watu kutoka nje ya Tanzania zaidi ya 120. Hospitali yetu ya wilaya ikikamilika inaenda kutoa moja kwa moja utalii wa kimatibabu, na ukiangalia lile jengo la ugonjwa wa nje almaarufu OPD ina facility ya kutoa helikopta 2 juu ya paa lake. Lengo ni kuhakikisha kwamba mgeni akiugua Serengeti, Ngorongoro na maeneo mengine basi aletwe moja kwa moja katika hospitali ya jiji la Arusha apate matibabu ya kitalii, matibabu ya kiwango cha kimataifa. Wamekuja pia kujifunza namna ya ukusanyaji wa mapato, na sisi jiji letu tumekuwa tofauti na majiji mengine kwa sababu sisi tuna kanda 5 za ukusanyaji wa mapato, lengo likiwa kwamba mwananchi asihangaike kutoka mwisho wa jiji kuta kulipa mapato yake hapa makao makuu ya jiji. Kwa hiyo kuna kanda 5, kuna kanda ya Murieti, kuna kanda ya Moshono, kuna kanda ya Kati na kanda zingine. Lengo ni kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa mapato unapelekwa kwa wananchi badala ya wananchi kuja katika makao yetu makuu ya halmashauri. Tunasema sasa hivi bado tunaenda kwa wenzetu tukajifunza mambo mawili matatu, hasa kwenye upande wa ukusanyaji wa mapato, kwa sababu kwenye ukusanyaji wa mapato kweli Arusha bado mko juu, mmetushinda hata sisi jiji la Mbeya. Sisi jiji la Mbeya bajeti ilikuwa bilioni 20.9 ya mwaka unaoisha. Ya mwakani itakuwa bilioni 21.2. Kwa hiyo nyinyi watu wa Arusha au halmashauri ya Arusha upande wa mapato mko juu kidogo, kwa sababu tunafanya bilioni 50. Sasa sababu wenzetu wanafanya fedha nyingi, basi tukapate mafunzo mawili matatu ili na sisi tukirudi kule tuone kwamba tushikilie wapi ili kuweza kuongeza mapato yetu katika halmashauri za jiji. Lakini kivingine nawashukuru sana na niwapongeze sana. Arusha mko vizuri, mnafanya kazi nzuri. Mstahiki meya yuko vizuri, anachapa kazi, mkoa anachapa kazi. Eneo jingine ambalo tumejikita katika usimamizi wetu wa mapato ni uboreshaji wa mbinu au kuimarisha mbinu za ukusanyaji. Halmashauri yetu inatumia kanda, imegawiwa katika kanda 6 kwa ajili ya kusimamia ukusanyaji wa mapato. Na kanda hizi zimewezeshwa wataalamu wa kutoka nyanja mbalimbali ambao wanakwenda kule au wako kule kwa ajili ya kusimamia vyanzo vya mapato ambavyo viko kutoka kwenye idara zao, lakini hata vile ambavyo vinapatikana kutoka kwenye maeneo yetu ya kiutawala kwa maana ya mitaa na kata. Ushiriki wa kwenye kanda umegawanywa kwa idadi ya kata. Kwa hiyo kanda moja inaundwa takriban na kata 5. Tunazo kata kama 25. Kwa hiyo katika kanda 6 kila kanda imegawiwa kata, lakini kata hizo zimegawiwa kulingana na maeneo yake ya kijiografia, kwamba zimewekwa kwa ukaribu na hiyo kanda ili kuweza kuwawezesha wananchi kuweza kupata huduma karibu. Kwa nini kumeundwa kanda? Kanda hizi zimeundwa ili kuwawezesha wananchi kushawishika kulipa kodi kwa uharaka, kwa sababu kanda hizi zinatoa huduma kwa wepesi na karibu. Kwa hiyo wananchi wanapata muda mzuri au wanaweza wakatumia muda wao kwa usahihi kwa maana ya kwenda kulipa kodi.